Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Chris Power TV? Ni siku nyingine tena ambayo tumepata nafasi ya kukaa katika meza hii kuzungumzia masuala mazima ya husuyo afya. Hii ni Afya Plus. This is Chuma Junior, Chuma JR. Na leo tutazungumzia ugonjwa wa pumu. Ni moja kati ya magonjwa ambayo yanasumbua watu wengi na yanakosesha raha kiujumla katika jamii. Lakini leo tutaenda kujua na kufahamu na namna gani tunaweza kujikinga nao. Karibu katika meza hii, na leo kama kawaida yako nina Daktari Robert Mbelwa atatudadavulia kwa kina kuhusu ugonjwa huu wa pumu. Karibu daktari. Asante, nashukuru. Nimefurahi wewe uwepo wako katika meza hii kwa siku ya leo na hii mada ya ugonjwa wa pumu. Kwanza tungependa kufahamu ugonjwa huu ni ugonjwa wa aina gani, lakini pia nitatambuaje kama nina ugonjwa wa pumu. Lakini pia swali kubwa ambalo usiache kulizungumzia, pumu inarithi? Vizuri kabisa. Ugonjwa wa pumu ni ugonjwa wa njia ya hewa. Ni ugonjwa sugu wa njia ya hewa ambao unasababishwa na njia ya hewa kuvimba na kubana. Hivyo kusababisha mtu kushindwa kupumua. Haswa kutoa hewa ukilinganisha na kuingiza hewa ndani. Ndio. Na ugonjwa huu hutokea kwa vipindi, yani tunaita asthmatic attacks. Na kama usipokuwa na kuingilia kati kwa haraka, kunaweza kusababisha madhara makubwa. Ugonjwa wa pumu ni ugonjwa wa kurithi, yani ni genetic. Na vile vile huchangiwa na mazingira. Kwa hiyo ni ugonjwa wa kurithi na ni ugonjwa ambao vile kutokana na mazingira. Yani kama kuna ndugu ambaye ana ugonjwa huo, baba au mama, uwezekano mkubwa sana wa mmoja wa watoto kuweza kuwa na ugonjwa huo. Lakini vile vile mazingira yanaweza yakachangia kwa mtu kushikwa na shambulio la pumu. Ugonjwa huu dalili zake au vichocheo, kwanza kama tuliongea na dalili, vichocheo vikubwa ambavyo tunaita ni triggers. Ugonjwa ndio upo, lakini kunasababisha vitu fulani katika mazingira viwepo ili mtu aweze kubanwa na ugonjwa huo. Cha kwanza ni vumbi na poleni ambazo zinatoka kwenye majani, yani maua. Vumbi na zile pollen grains ambazo zinatoka kwenye maua huwa ni vichochezi vya kwanza. Unapozungumzia pollen ni tufafanulie kidogo, ni zile ambazo zinabebwa na nyuki kutoka ua fulani kwenda ua fulani kwa ajili ya uchavushaji? Hizo. Okay. Hizo huwa zinaweza kuchochea pumu. Na maana mara nyingi mtu akiwa karibu na maua, haswa maua yanapoanza kuchanua, uwezekano mkubwa sana wa mtu kuwa na kifua unakuwepo. Namba 2 huwa ni moshi wa sigara na kemikali. Hii vile vile huathiri njia ya hewa. Namba 3 ni baridi kali au mabadiliko ya hali ya hewa. Hayo nayo yanaweza kusababisha ile misuli kuweza kuvimba na hilo kusababisha mtu kuweza kubanwa na pumu. Namba 4 ni mazoezi makali. Mazoezi makali vile vile yanaweza kuchochea pumu kwa yule mtu ambaye anaathiriwa au ana ugonjwa wa pumu. Namba 6 ni magonjwa ya njia ya upumuaji kama mafua na homa. Mgonjwa wa pumu kipindi ambacho anapata shambulio la homa au ugonjwa wote ule wa njia ya upumuaji, anaweza akabanwa na kifua. Kingine ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo au stress unaweza ukachochea pumu kwa mtu ambaye ana ugonjwa wa pumu. Dalili zake ni zipi? Dalili ya kwanza ni kushindwa kupumua, haswa kupumua, kutoa hewa nje. Ni rahisi kuingiza ndani kuliko kuitoa. Kingine ni filimbi, wheezes, swi.
Kifua kama kinapiga filimbi. Kwa hiyo kifua kinakuwa kinapiga filimbi. Kingine ni kifua kubana, yani chest tightness. Kingine ni kikohozi cha mara kwa mara, haswa nyakati za usiku wakati kuna baridi au nyakati za asubuhi. Vile vile uchovu kutokana na ukosefu wa oxygen ya kutosha. Mtu anapokuwa anashindwa kupumua, anakosa hewa, haswa hewa ya oxygen, matokeo yake anakuwa anachoka. Kuna aina mbalimbali za pumu. Aina ya kwanza ni pumu inayotokana na allergy. Yaani ni allergic asthma. Hii husababishwa na allergy ya vumbi, poleni, manyoya ya wanyama. Manyoya ya wanyama vile vile yanaweza kusababisha mtu aweze kubanwa na pumu, au nguo fulani ambazo zina manyoya zinaweza kusababisha mtu vile vile akabanwa na pumu. Namba 2, kuna pumu isiyotokana na mzio, yani non-allergic asthma. Pumu isiyotokana na allergy. Hii huweza kuchochewa na hali kama msongo wa mawazo, mazoezi au baridi. Sio watu wote ambao wana allergy wana pumu. Wengine hata bila allergy unaweza kupata nini? Ukachochea pumu, ukawa na pumu. Kuna pumu ya utotoni na kuna pumu ya ukubwani. Unamaanisha kwamba hata ukiwa mtu mzima lakini utotoni haukuwa na pumu, ni rahisi kuipata huko? Kuna wengine wanakamata kwa watu wazima. Okay. Wako ambao utotoni wanakamata na pumu. Hii mara nyingi ndio inatokana na ya kurithi. Kama kwenye familia kuna watu wana pumu, inaweza kaanza kukamata tangu utotoni. Lakini kuna wengine ni utotoni yuko vizuri kabisa, kisha kwa mtu mzima katika uzee sasa ndio shambulio linafanya nini? Linakuja. Watu wao mara nyingi huwa haitokani na kurithi. Yeah. Matibabu ya pumu ni yapi? Pumu huwa haiponi. Ni ugonjwa usio pona, lakini unaweza kudhibitiwa. Kupitia namba 1, kuna dawa za kuvuta na kuna dawa za kunywa. Hizi dawa za kuvuta mara nyingi huwa zinapanua ile njia ya hewa na vile vile zinapunguza ile nguvu ya shambulizi. Inapunguza ile kasi ya shambulizi. Kuna dawa kama salbutamol ambayo ni bronchodilator, inapanua ile njia ya hewa. Tuna dawa kama corticosteroids inhalers. Hizi ni dawa ambazo zinapunguza ile nguvu ya mashambulizi na kupunguza ule uvimbe ili hewa iweze kupita kwa wepesi. Unaweza vile vile ukaepuka vichocheo vya pumu ambavyo nimevitaja kama vumbi, moshi, sigara, manyoya, pollen, au kufanya mazoezi makali au unga. Vitu vyovyote vile ambavyo vinasababisha baridi. Wakati wa baridi inatakiwa unavaa nguo za kutosha. Barafu vipi? Mtu ambaye anapenda sana kutafuna barafu, vitu vya baridi. Hiyo ndio iko ni kundi la baridi. Okay, vinasababisha navyo. Hata kama hizo trigger zikachochea. Jinsi ya kuzuia pumu tumesema, unaepuka vichochezi, unafanya mazingira yaweze kuwa safi, unaweza kutumia barakoa, kuzuia na kuvuta moshi au kuvuta unaweza kudhibiti allergy ikiwa hiyo allergy inahusiana na pumu, na unaweza ukafuatilia matibabu. Hizo ndio njia ya kuweza kuzuia pumu. Kwa kifupi, hiki ndicho ambacho nilitaka tushare kuhusiana na ugonjwa wa pumu. Okay. Mimi niseme tu shukrani kwa ajili ya muda wako daktari. Na mpenzi mtazamaji wa Chris Power TV, huo ndo ugonjwa wa pumu ambao siku ya leo daktari ameleta mezani hapa, tumeujadili na amekupa dalili na amekupa mpaka namna ya kujitibia. Mimi nikushukuru. Hii ni Afya Plus. This is Chuma Junior, Chuma JR, ambaye nimeongoza jahazi hili la Afya Plus.